Naam, kimsingi ni kwamba nina ratiba ya kila mwaka, huwa na ratiba ya kutembelea maeneo mbalimbali. Hata mwaka jana, kwa wale wanaokumbuka, japokuwa ulikuwa ni mwaka wa shughuli za kisiasa katika nchi yetu, lakini nilitembelea mikoa kadhaa na nchi kadhaa kwa ajili ya kazi ya dawa. Mwaka jana nilikuwa Rwanda, nilikuwa South Africa, nilikuwa Kenya. Hizo ni nchi ambazo nilipata fursa ya kutembelea, lakini pia mikoa mbalimbali, na mkutano wa mwisho kama watu wanakumbuka vizuri niliufanya Dodoma mjini kwa kushirikiana na Sheikh wa mkoa wa Dodoma, Sheikh Mustafa Rajab, na ambako mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, na baadaye akamteua au akamwakilishwa na mkuu wa wilaya Dodoma. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwamba hizo ni ratiba zetu za kawaida. Mwaka huu tuna mikoa ya kutembelea, lakini pia tuna nchi za kutembelea. Mwaka huu tumeweka nia, tutatembelea mkoa wa Singida ambako itakuwa mwishoni mwa mwezi huu inshallah, na tutaelekezana vizuri, lakini pia mkoa wa Arusha ambao tutakuwa na mwanzoni mwa mwezi wa 6. Lakini kabla ya ziara hizo mbili, tuna ziara ya nchini Kongo DRC, ambayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tunatarajia kati ya tarehe 9 na tarehe 10 kulingana na ratiba ya ndege itakavyokuja, kwa sababu tunaangalia uwezekano wa ndege gani itatuweka kwa wakati tunaokusudia. Lakini pia maandalizi ya kule tunakokwenda kwa ajili ya wenyeji wetu. Kumbuke kwamba unapokwenda ugenini kunahitaji maandalizi ya kutosha, nyumba ya kufikia, na mimi lengo kubwa la kwenda kule ni kwenda kuwahudumia watu wa Kongo. Kwa sababu moja ya maeneo ambayo tuna fansi wengi, tuna marafiki wengi na wanafurahia huduma zetu, na wanapokuja hapa wanapata kile wanachokitaka, wanakwenda kuwasifia wenzao kwamba tumekwenda kwa Dr. Sule, tumesaidiwa. Unajua Tanzania, moja ya nchi ambazo wanakuja wafanya biashara wengi ni wafanya biashara wa Kongo. Kongo ni moja kati ya nchi ambayo inatoa wafanya biashara wengi sana kuja kufanya biashara Tanzania, za nguo, mafuta, simu, lakini hata uingizaji wa magari. Kwa hiyo utaona ni kwa kiasi gani nchi ya Kongo ina mchango mkubwa kwa nchi yetu, kwa wananchi wake kuja kufanya biashara katika nchi yetu. Hata baadhi ya marafiki zangu ambao wanafanya biashara Kariakoo, tunaosaidizana nao katika swala la kiuchumi, wanakwambia Wakongomani wakiingia Kariakoo mizigo inaisha kwa mapema sana. Kwa hiyo utaona Kongo ni moja kati ya maeneo ambayo tunawapata hata sisi watu wa huduma ya tiba, tunawapata Wakongomani wengi wanakuja kutatua changamoto zao. Sasa wako wengine uwezo wa kiuchumi ni mdogo, yani mtu apate dola 100 ya nauli kutoka Kongo kuja hapa, apate mahali pa kulala, aweze kula na aondoke hapa, labda amelipa dola 100, 200, 300, 500 kulingana na tatizo lake. Huwa ni kazi ngumu kidogo. Kwa hiyo sisi tumeona tuwafuate wao, kwa kuwa wao wana mchango mkubwa kwetu, na sisi tumeona tuwafuate wao. Kwa hiyo inshallah tarehe 9 Jumamosi au tarehe 10 Jumapili nitakuwa DRC ya Kongo ama RDC ya Kongo, na mji nao kusudia kwenda kukutana na Wakongomani ni mji wa Lubumbashi. Kwa hiyo wanachotakiwa kufanya Wakongomani ni kufanya booking yao mapema ili kuomba nafasi ya kukutana na mimi, na kuandika tu ujumbe mfupi katika message, kwa maana ujumbe mfupi katika WhatsApp, au kuacha voice katika WhatsApp kwa kupiga namba au kutuma namba kutuma namba alama ya kujumlisha 254 715 28 60 76. Nitairudia namba ili wasikilizaji waweze kuifahamu. Alama ya kujumlisha 254, alafu utaandika 715, alafu utaandika 28, alafu utaandika 60, na mwisho itakuja 70. Kwa hiyo hiyo ndio namba ya kuandika ambayo nafikiri watu wa media mtaisaidia kuiandika pale kwenye screen ili waione. Hii ni laini yetu ya Kenya, lakini tumeamua kuitumia laini hii ili kutokuinterfere watu wa Kongo mahitaji yao na wale ambao wanapiga kila siku katika laini zetu. Kwa hiyo tumewekea laini hii, yeyote anayetaka kuniona anaweza kuomba appointment hapo. Lakini pia siku za kuishi Kongo ni chache, ni siku 12 tu.
Maanake kama nitakwenda tarehe 10 nitarudi tarehe 11. Kama nitakwenda tarehe 9 basi tarehe 10 nitakuwa nimerudi, kwa maana ya siku 12 nitakuwa nimemaliza ratiba. Kwa ratiba ya mwisho ni kuanzia tarehe 9 mpaka tuweke tarehe 11 ama 12 ya mwezi wa tano. Huu wa tano. Amini kuanzia mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6. Hapana, tutaondoka hapa tarehe 9 ya mwezi wa 5 au tarehe 10. Kwa hiyo tarehe 9 au tarehe 10 mpaka tarehe 21 au 22 ya mwezi wa 5. Okay. Kwa hiyo wale ambao wanataka kuniona ni tarehe 9, tarehe 10 mwezi huu mpaka tarehe 10, 22, 21 ya mwezi huu wa 5 ndo tutakuwa tumemaliza ratiba. Kwa hiyo ni siku 10 ambazo ukizitumia vizuri basi Mkongomani atapata mafanikio, atapata furaha, atatatua changamoto wetu wenye maradhi, watu wenye majini mabovu, watu wenye wafanya biashara wa madini, lakini wale wanaofanya biashara za kawaida, watu ambao wameharibikiwa kwenye uchumi, masala ya kiafya, kufungua mwili, kusafisha nyota na kadhalika. Huduma zote hizi tunakwenda kuzitoa ndani ya hizo siku 10 na wasaidizi wangu inshallah. Sawa. Sawa, tumemalizana na swala la Kongo. Mimi nataka sasa tuje kwenye haya ya dunia yanayoendelea, maana ni makubwa na kwenye umri wangu kwa kweli nimejitahidi kuyabeba, ila naomba kama baba unisaidie. Hivi wanasema mtu ukiwa unalia kwa sababu ya kitu fulani ambacho hakina uhai ni unachura, something like that. Walikuwa wanamsema sana Wema kutokana na ile video alikuwa akimlilia mbwa wake baada ya kufariki. Alikuwa analia sana, wakasema mbona anajichuria kwa sababu ni mjamzito, hapaswi kufanya hivyo. Kulilia kitu chako ambacho umekaa nacho muda mrefu ni kuchura hivyo baba, au kuchura ni nini? Kwanza kuna maneno ya Kiswahili na maneno ya kidini. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Uchuro ni maneno ya Kiswahili, si maneno ya kidini. Yani ukisikia neno anafanya uchuro, hili ni neno la Kiswahili. Ni neno la kimtaani, ni neno la Waswahili maneno ya Kiswahili ya Waswahili wa mtaani ambao hawafuati mafundisho ya dini. Kuchura maana yake nini? Kuchura maana yake ni kutabiri jambo baya. Ukisikia huu ni uchuro, maana yake kutabiri kitu chenye kuumiza, kutabiri kitu kibaya, kukiita kije. Yani kukivuta kitu kibaya kwa hisia na maneno. Ndio maana uchuro inaweza kuwa ukafikiria jambo ukalia, au ukasema neno wakati ule una hilo jambo linalokugusa katika moyo wako. Kwa hiyo uchuro ni neno la Kiswahili, si neno la kidini. Hiyo ndio maana halisi ya neno uchuro. Na katika dini hakuna neno uchuro. Lakini jingine ni kumlilia kiumbe, awe hai au asiwe hai. Sheria ya dini haikatai. Sheria ya dini haikatai kumlilia kiumbe akiwa hai au sio hai. Unaweza ukalia hata ukiibiwa fedha. Unaweza ukalia hata ukinyang'anywa mke. Unaweza ukalia hata ukipoteza kitu cha thamani. Unaweza ukalia hata ukipoteza kitu unachokipenda, chochote kile unachokipenda. Kwa hiyo kulia kwa sababu ya kufiwa na mbwa, kufiwa na paka, kufiwa na mtu, kufiwa na mti, au chochote kile ambacho wewe umewahi kukiweka karibu na ukaona ni sehemu ya faraja katika maisha yako, sheria haikukatazi kulia. Sheria ya dini haikukatazi kulia. Ila sheria ya dini inakukataza kuleta itikadi za kipotovu katika kulia. Yani usilie hali ya kuwa unaona kama Mungu hakufanya haki. Usilie ukiona kwamba Mungu kakuonea. Usilie kwa kuonyesha hicho kitu kuondoka wakati huo ulikuwa sio wakati sahihi. Yani wewe unaonyesha kwamba Mungu ili kalifanya sio wakati sahihi. Yani alipaswa aache kwanza. Hapana. Hiyo sasa ndo haramu katika Uislamu. Lakini kimsingi kukililia kiumbe au mtu au kitu ambacho umekipenda, umekuwa nacho kwa muda mrefu, kimekupa faraja, sheria ya dini haikatazi. Hapo mimi nataka niongezee kitu. Hapo tukiacha hilo la Wema kulia, kuna pia watu walikuwa wanazungumza kwamba kwa nini Wema alilie mbwa ikiwa ni mjamzito.
ina maana ananuilia vitu vibaya kwa ule ujauzito alokuwa nao. Pengine kulilia mbwa kunaweza ukasababisha hata yeye kupoteza kile alichokuwa nacho. Mwenyezi Mungu amwekee sana kile ambacho amekibeba sasa hivi. Wengi wamekuwa wakimsema Wema na kusema kuwa kulia kwake kunaweza ukasababisha yeye kupoteza ujauzito wake. Kulilia kitu kilichopotea kunaweza ukasababisha yeye kupoteza kitu kingine tena? Stress kama kwa maana ya scientific, jambo la kisayansi, inawezekana. Stress inaweza kuchoropoa mimba. Okay. Stress inaweza kuchoropoa mimba. Si kwa mtu kama Wema ambaye amekuwa na tatizo la kutokuwa na mimba kwa muda mrefu. Okay. Lakini pia ni mtu ambaye naamini huko nyuma aliwahi kufanya abortion ambazo pengine zimeharibu mfumo wake wa kizazi. Kwa hiyo anapopata stress, ana possibility kubwa ya kufanya mimba inaweza kuchoropoka kwa tabia za mafundisho ya kisayansi. Katika miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kusababisha mwanamke akaaboti ni kupata stress. Okay. Kwa hiyo msongo wa mawazo unaweza kusababisha hilo tatizo. Lakini halisababishwi na kitu kingine chochote. Sasa kulia kwake, yani kama analia kwa uchungu, kwa maana kweli alikuwa anamlilia, maana kulia kuna namna mbili. Unaweza kuona kipenda kitu unalia. Unajua wasanii nao wana kitu kimoja. Hasa watu maarufu, na still nizungumzie wasanii ambao wana act maisha halisi ya watu. Wengi wao au baadhi yao, sio wote, baadhi yao, kila kitu ni fursa. Okay. Ni fursa kwenye mitandao, kwa sababu wengi wao wanaishi kwa mitandao, ujue. Akaunti zikinona ndivyo ambavyo wao wanapata malipo. Sasa lipo jambo likikutokea ukilifanya, watu watatamani kuona ulifanya nini. Kwa wataingia kwenye account page zako. Utapata followers wengi, utapata viewers wengi, malipo pia yataongezeka. Ndio maana baadhi ya wasanii wamekuwa wakiandaa vituko kila kukicha. Yani watu maarufu mara nyingi wamekuwa wakiandaa vituko kila kikicha. Yani mtu anakaa baada ya mwezi anaandaa kituko hiki, baada ya miezi 6 anaandaa kituko hiki. Haviandai kwa bahati mbaya. Wanaandaa kama mipango ya kuandaa watu kisaikolojia waweze kuwa active katika akaunti zao. Sasa inawezekana kama mtu atakuwa amelia kwa uchungu, inawezekana Wema alilia kwa uchungu kwa sababu mbwa alikaa naye muda mrefu, pengine bila kuwa na mtoto. Alimuona kama mtoto wake, alikuwa anacheza naye kama mtoto wake, alimtreat kama mtoto wake, kwa sababu hakuna jambo linamuumiza binti kama anapokuwa hana mtoto. Ni kitu kinamuumiza kwa kweli. Lakini inawezekana asiwe amelia kwa sababu hiyo ya kuwa amepoteza kitu ambacho kimemfariji kwa muda mrefu. Yawezekana pia amelia kutaka kuionyesha dunia kwamba alikuwa akimpenda mbwa sana na kuwatengenezea mazingira fansi wake kwamba yeye kwa kile kitendo cha kuwa alikosa mtoto, basi yeye mapenzi yake makubwa yalikuwa kwa mbwa kuliko kitu chochote. Pengine kuliko mzazi wake, kuliko ndugu zake, hivyo. Kwa hiyo yote yanawezekana, na wallahu wa rasuli alam. Mungu ndo anajua zaidi kwamba hapo nyuma kuna nini. Lakini kulia, kama alilia kwa uchungu na akaguswa hasa na kile kifo, kinaweza kusababisha abortion. Mimi ni muombe tu aondoe stresi, na kila chenye mwanzo kina mwisho. Kila kilicho na uhai kina mwisho wa kuondoka uhai.